Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuendelee kuizungumzia hofu, maana ni kitu ambacho kimewarudisha watu wengi nyuma, ni kitu ambacho kimewafanya watu wabaki pale pale, ni kitu ambacho kimewaongezea watu matatizo. Kwanza, hofu ni roho. Ambapo ukisoma Biblia, neno la Mungu inasema, mimi sikuwapa roho ya hofu, niliwapa roho ya nguvu. Sawa? Mungu wetu hakutupa roho ya hofu, na Mungu anamchukia sana mtu mwenye hofu. Ndio maana ukiangalia kuna mistari yote ya Biblia, ukisoma Biblia yako vizuri, Yesu alivyokuwa anatamka uponyaji kwa watu, alikuwa anawaambia imani yako imekuponya. So kinyume cha imani ni hofu. Sawa? Kwa hiyo kama mtu wewe una hofu, hauwezi ukapokea kile kitu ambacho unakitaka. Ina maana hofu itakuletea matokeo ambayo unayaona. Maana hofu inakutengenezea picha kuanzia moyoni. Hofu inakutengenezea picha. Tena asilimia kubwa ya hofu inakutengenezea picha za kushindwa, picha za kufeli, picha za mauti. Kwa hiyo kile unachokiona ndicho kitaleta matokeo nje. Ngoja nikutolee mfano. Tuseme kwa mfano wewe umeapply kazi sehemu fulani, umeomba kazi sehemu fulani, ukakosa. Labda umeomba labda zaidi ya mara 5, ukakosa. Kwa hiyo kuna sauti ikaanza kukuongelesha ndani. Ndio maana nataka niwaambie kitu, kuwa makini sana na sauti ambazo unazipa nafasi kwenye moyo wako. Unasikiliza nini? Sauti ya adui inaanza kukuongelesha ndani, inaanza kukuambia wewe una mikosi, wewe ni wa kushindwa, ndio maana hupati kazi. Sasa ukiipa nafasi ile sauti, inakujengea hofu, inafungua mlango wa hofu. Inavyofungua mlango wa hofu, hofu inaanza kukutengenezea picha. Neno la Mungu inasema, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo hofu inakutengenezea picha. Ikianza kukuletea picha, unaanza kujiona wewe namna ya ile picha hofu iliyokutengenezea ndani. Moja kwa moja hofu ni roho ya shetani. Kwa sababu ukisoma Biblia yako vizuri, Mungu wetu sisi hajawahi kushindwa hata siku moja. Na neno la Mungu inasema Mungu wetu hawai wala achelewe. Mungu wetu hawai wala achelewi. Kuchelewa kwako kupata vitu sio kwamba wewe utaishia hivyo hivyo. Ikiwa unamuomba Mungu, unamfanyia Mungu ibada, una mahusiano mazuri na Mungu. Hebu tuchukulie mfano wa Ibrahim na Sara. Walipata mtoto tayari, umri ulikuwa ushaenda. Ndio maana ya Mungu wetu hawai wala achelewi, anakupa kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo ukianza kumpa adui nafasi ya kumsikiliza kwamba wewe ni wa hivyo hivyo, wewe hautaolewa, wewe hautapata mtoto, wewe labda hivi na hivi na hivi, mara nyingi shetani anakuhubiria sana vitu ambavyo ni negative. Anataka akutoe nje ya mstari. Kwa sababu akikutoa nje ya mstari, unatoka nje ya majira yako, unatoka nje ya baraka zako. Unavyoendelea kumwamini Mungu kwenye swala fulani, ina maana wewe baraka zako hapo zinaweza zikakupata muda wote ule ambao Mungu anataka. Ila kama umeshamruhusu shetani akujengee hofu, unaweza ukapishana na majira yako. Kwa nini shetani anakuletea hofu? Ili akutoe nje ya mstari, uanze kuamini vitu anavyokuambia, picha anazokuonesha. Unapoanza kuona vitu negative, unapoanza kuona kushindwa, jua shetani ameshashinda moyo wako. Kwa sababu Mungu anasema akutupa roho ya hofu, alitupa roho ya nguvu. Kwa fikiria hii roho ya hofu inatoka wapi kama sio roho ya shetani? Kwa hiyo shetani akishafanikiwa tu kuingiza hofu ndani yako, ameshafungua mlango ambao huo mlango ni mlango wa kufeli kwako wewe. Lakini wewe ukimshinda shetani kwa yale mahubiri yake anayokuhubiria, vile anavyokuambia wewe ni wa kushindwa, neno la Mungu inasema sisi ni washindi. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye tuliye naye ni mshindi. Kama sisi tumeketishwa pamoja na Yesu Kristo, ni kipi kinatushinda? Aliye ndani yetu ni mkuu sana kuliko kitu chochote. Yesu anakuambia nini?
Neno la Mungu linakuambia nini kuhusu hicho unachokipitia? Usimpe adui nafasi ya kukuhubiria ili akutoe nje ya mstari. Utachelewesha, utaendelea kubaki hapo hapo. Utaendelea kukuza matatizo. Hebu mpe Mungu nafasi. Niliwaambia njia ya kushinda hofu. Njia ya kushinda hofu ni mpe Mungu nafasi kwenye kila unachokisikia, kwenye kila unachokiona. Usijitengenezee picha ambazo adui anaanza kukuambia ni kushindwa. Unaanza kujiona jinsi ambavyo utakuwa maskini, unaanza kujiona jinsi ambavyo utaachika, unaanza kujiona jinsi ambavyo utaachishwa kazi. Unaanza kujiona jinsi ambavyo hautaolewa. Hizo zote ni picha za shetani ambazo anataka akutengenezee wewe ili akutoe kwenye mstari. Neno la Mungu linasema Mungu hakutupa roho ya woga, alitupa roho ya nguvu. Roho ya nguvu ni wewe kujiambia kuwa mimi sitashindwa, sitakaa hapa, sitaishia hapa, sikuzaliwa maskini, sitakufa maskini. Hata kama kwetu sisi ni maskini, tulizaliwa maskini, sitakufa maskini. Hiyo ndio roho ya nguvu. Jitie nguvu kwenye kile unachokipitia. Badilisha kuona kwako, maana kuona kwako ndiko kunako kuletea matokeo. Unaona nini? Unachokiona ni kipi? Usimpe adui nafasi ya kukuingizia maneno ambayo yanafungua milango ya hofu, kwa sababu hofu itakuzidi kukudidimiza na utabaki hapo hapo. Kwa hiyo njia ni mbili. Aidha uchague kuendelea kuogopa, ubaki hapo hapo, au uendelee kushuka chini zaidi ya hapo, au uchague kwenda mbele kwa ujasiri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutie nguvu. Anza kujiona tofauti. Anza kujiona tofauti. Anza kujiona tofauti. Anza kujitamkia maneno tofauti. Anza kukiambia kile unachokiogopa, ile situation, ile hali unayoipitia. Anza kuiambia maneno ambayo ni positive, maneno ambayo ni chanya, maneno ambayo ni ya kujenga, kwa sababu neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Neno la Mungu ni mbegu. Chochote unachokitamka ni mbegu, kinamea, kinaota. Sema juu ya situation yako kuwa mimi sitashindwa, kuwa mimi sitafukuzwa, kuwa mimi sitaachwa, kuwa mimi nitapata mtoto, nitazaa, tumbo langu litabeba watoto, kuwa mimi mikono yangu itapata kitu cha kushika, kuwa mimi ni watofauti, nina kibali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutie nguvu. Soma neno la Mungu. Kaa karibu zaidi na Mungu. Mungu akubariki sana. Usifungue mlango wowote wa hofu, ukajizibia malango yako ya baraka, ukajichelewesha kwenye majira yako. Amen.